mwisho wa safari ya dunia hii. Naitwa Daniel Mniko Bisaka, ni nafanya kazi ya Mungu kituo cha Langiro ambacho kipo kwa Ruvuma. Baada ya kufika kituoni hapo, kanisa au tawi lilikuwa halina nguzo ya umeme, lakini pia katika lile eneo la kituo cha Langiro zipo shule ambazo zimezunguka eneo ambayo sio za Waadventista wa Sabato. Changamoto kubwa ni kwamba hakuna ambaye aliwahi kujitolea na kwenda kutoa huduma ya kiroho katika shule hizo. Mafanikio au suluhisho ambao niliweza kulifanya ni kuamua kutafuta namna ambavyo shule zile zinaweza kufikiwa na Injili, lakini pia namna gani kanisa itapata pia huduma ya umeme. Kwa neema ya Mungu kanisa lile au tawi limepata nguzo ya umeme na tumeisha andaa pia vifaa namna gani ya kuweza kuingiza umeme. Lakini kwa upande wa shule ya msingi, shule hii inaitwa shule ya ambayo ina zaidi ya wanafunzi 450 na hakuna Mwadventista Msabato hata mmoja. Lakini kwa neema ya Mungu nilienda mara ya kwanza nikaomba nafasi ya kuhudumu hapo shuleni. Kulikuwa na upinzani mkubwa sana, maana sauti inayosikilizwa kwenye maeneo ambayo nafanya kazi kule Langiro katika mkoa wa Ruvuma ni wa Roman Catholic. Hakuna Wasabato, ni wachache na ndio wanaanza hivyo. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza ilishindikana na changamoto, lakini Mungu alinisaidia. Niliendelea kufuatilia na kuendelea kuomba, Mungu akanisaidia na nilifanikiwa baada ya kuwa nimemuomba Mungu, na kwa sasa ninafundisha shule hii kuanzia wanafunzi wa chekechea, darasa la kwanza, darasa la pili, darasa la tatu, darasa la 4 na darasa la 5 hadi la 6 na la 7, na hata wale KK wasiojua kusoma na kuandika. Habari njema ni hii, mlango pekee ambao umeweza kunisaidia kupenya na kuingia katika shule hii ni swala zima la afya. Baada ya kuwa mwalimu anayefundisha darasa la pili, alikuwa na changamoto ya kisukari, hali ambayo ilipelekea macho yake kushindwa kupata uono mzuri. Lakini kwa neema ya Mungu nilimuomba Mungu na alimpatia dawa ambayo ilichukua muda wa siku 7. Yule dada akawa anajisikia vizuri, na mwezi huu wa 11 kabla mimi kuja hapa katika ofisi hii inatupatia semina kwa ajili ya kazi ya Bwana, baada yule alitoa ushuhuda kwamba anaona, nami nimeshuhudia kuwa anaona kabisa. Na kwa namna hiyo basi, jambo la pekee ambalo ningeweza kulisema ni kwamba Mungu ni muweza wa yote, na pale tunapomtegemea ana nguvu kushinda vitu vingine vyovyote vile. Na mafanikio makubwa yaliyopatikana ni kwamba wamebatizwa watu zaidi ya 5 baada ya kuwa nimefanya kazi ya Mungu katika kituo cha Langiro Chamani. Na miongoni mwa changamoto kubwa kule ni wanaume kupokea Injili, lakini aliyefungua na aliyepokea Injili wa kwanza na amekuwa mwinjilisti anaitwa Joseph, na nashukuru Mungu kwamba yeye ndio mwanaume wa kwanza pia katika mwaka huu kupokea Injili na kubatizwa na kufanya kazi ya Mungu katika maeneo ya Wamatengo. Bwana akubariki, endelea kuniombea na Mungu anipatie unyenyekevu nifanye kazi yake kwa uaminifu hadi mwisho. Asante.